Mtazamaji, na tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa leo inaendelea na mikakati ya amani katika mpaka wa Kisii na Transmara. Vikao vya leo vinajumuisha hata makundi ya vijana ya kuzuia machafuko yaliyoshuhudiwa eneo hilo na kusababisha vifo na kujeruhiwa kumradhi kwa watu kadhaa pamoja na uharibifu wa mali. Naungana naye Crispin Otieno ambaye hivi sasa ashafika katika eneo hilo katika eneo la Kilgoris ili atufahamishe mengi. Crispin Otieno, tufahamishe kwamba kabla ya siku ya leo, katika yale ambayo yamekuwa yakiendelea juzi na jana, pengine ameanza kuzalisha mabadiliko katika eneo katika mzozo wa mpaka. Bila shaka Rashid, ulivyosema, tumeanza kuona mabadiliko katika eneo la mpaka, ambapo mpaka sasa wazee mbalimbali pamoja na viongozi kutoka eneo ambalo limekuwa likiathirika na machafuko hayo, watu wanazidi kukutana, watu wanazidi kufanya mikutano kadhaa, na ndio maana hii leo katika eneo hili la Kilgoris viongozi mbalimbali pamoja na wale ambao ni maafisa wa usalama pamoja na wazee wanazidi kukongamana katika eneo hili kama njia mojawapo tu ya kupata mwafaka wa mzozo wa mpaka eneo la Kiango kati ya kaunti ya Kisii na vile kaunti ya Narok eneo la Transmara. Hawa tu ni baadhi ya wale ambao wanahusisha ama NCIC ama tume ya kitaifa ya uwiano. Tunaye DCC kutoka kaunti ya Kisii, na taanza na maafisa kutoka NCIC. Hebu tuambie umuhimu wa mkutano huu leo. Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Liban Guyo, nafanya kazi na tume ya uwiano na utangamano la taifa la Kenya. Jana tulikuwa na mkutano kule Kiango, nikatangaza ya kwamba leo tutaleta viongozi wa amani, kamiti wa amani na balozi wa amani pamoja na komiti ya usalama pande zote mbili. Kwa hivyo tumekutana leo hapa Lenamo Hotel Kilgoris. Madhumuni ya mkutano hii ni kuzungumza na kujadiliana na kujua kwa ndani mzozo hii ilikuwa imesababishwa na nini, na ilipotokea kama balozi wa amani na kamiti wa amani walichukua hatua gani, na vile tutaweka tuweke mikakati gani kwa siku zijazo tuweze kuepuka shida kama hili. Asante sana. Tunaona pia umehusisha ama vikundi vipi ambavyo vimehusishwa katika mkutano huu? Wale ambao walikuwa wamehusishwa kwa mkutano huu, bila nimesema, ni kikosi cha usalama wako hapa, balozi wa amani wako hapa, wazee wa jamii wako hapa, kamati wa amani wako hapa, mwakilishi wa kina mama, mwakilishi wa vijana, na pia tuko pia na viongozi wa dini wako hapa. Asante sana. Watu tuzungumze na baadhi ya wale kutoka idara ya usalama. Karibu katika runinga ya Citizen. Umuhimu wa mkutano huu wa leo, mpaka sasa hatua gani ambazo zimepigwa? Tumepika hatua mbele kabisa tangu hii mzozo kutokea. Mpaka saa hii sasa boda imetulia, hakuna shida. So tunajaribu kuwakutanisha hao jamii wakae pamoja kabisa, washikane, ndio tuweze kuwa na amani pale kwa mpaka. Sisi kama viongozi ya usalama tumejaribu kuzungumzia hao jamii mbili, tuambie tuweke amani, kwa sababu hiyo amani ndio inaweza peleka Kenya mbele. Asante sana. Labda wazee wa amani, kwa majina tafadhali. Kwa majina naitwa Samson Onyancha, Peace Chairman Kenya Sub County. Nami niseme machache kuhusu huu mkutano wa leo. Huu mkutano ni wa kuleta amani kati ya jamii zetu mbili, wa Masai na wa Kisii. Na tangu huu mzozo uanze, ulianza na mambo ya wizi wa ng'ombe, lakini kulingana na juhudi ya Peace Committee na Security Team kiongozwa na DCC wetu wa pande zote mbili, Kilgoris na Kenyenya, matunda yalitokea. Watu wetu tuliwanyamazisha na wakatulia, ndiposa leo ndio tunaendelea kutafuta suluhisho ili ya kudumu, tuweke amani ile ya kudumu. Kwa sasa hivi naona tunaendelea vizuri. Asante sana. Yes. Na kwa sababu ya tutakuwa tukizungumza na kina mama ambao wamesalia, ila naambiwa kwamba tutakuwa tukipata mapumziko mafupi, kisha tutakuwa tukirejea na matangazo mengi zaidi, na vile vile tutakuwa nikiwajuza jinsi ambavyo mkutano huu unaoendelea katika ama mji wa Kilgoris utakavyokuwa ukiendelea. Tutakuwa tukizungumza na wengine washikadau mbalimbali katika eneo hili. Wacha tupate mapumziko, kisha turejee na mengi zaidi.